Nimekaribia. Za hapa. Nzuri, nashukuru Mungu. Salama. Kweli usalama upo? Ndio, kwa nini? Nakwambia tupo salama na nipo salama. Kaka, hata uso wako unaonyesha kuwa haupo salama. Furaha hiyo ni ya kuigiza tu. Unawezaje kuniambia kwa upo salama? Kwa vitimbo ambavyo mwanamke wako anavyokufanyia. Ni lini utaendelea kwa punguani kwa huyo mwanamke wako? Zamda, kwa nyakati hizi sihitaji mtu yeyote yule ambaye atakaye jaribu kuingilia ndoa yangu. Hii ndoa ni ya kwangu. Na hata nitakuwa punguani ni kwa sababu napenda mke wangu. Sawa, nimekubali na nitakabiliana nalo hilo hilo. Hey, haya yote niliyajua nikifika hapa. Ni lazima mtetee huyo mwanamke wako. Hivi kweli wewe ni yule kakangu ninayemfahamu au ndio huyu ambaye ameshalishwa limbwata? Hahitaji hata kunisikiliza. Mimi ni dada yako. Inabidi unisikilize mimi, kwa sababu huyo mwanamke hana uchungu na wewe. Saizi ukihangaika ukiwa punguani tena vizuri atakayeumia ni mimi, sio huyo mwanamke. Ni lini utaendelea kuwa na akili kama za hivyo? Kila kitu wewe umejiachia kwake. Kwa nini usisimami kama mwanaume kaka yangu? Inatosha sasa. Unachotakiwa kukijua ya kwamba mimi ni kakako na lazima uliheshimu hilo. Kumbuka huyu ni mke wangu. Na hayo maneno uwezo ukayazungumza uwani kwangu. Hebu ngoja nikufahamishe kitu kimoja. Sawa. Ikiwa nimeoa huyu hapa mke wangu ni kwa sababu nimempenda na kumchagua mwenyewe. Haijalishi limbwata wala haijalishi amenifanya punguani kiasi gani. Subiri ndoa yako. Pale ambapo utampenda mume wako, halafu watu wakwambie kwamba umekupa limbwata, halafu utaona linavyokuumiza na moyo wako. Takuwa sijapewa limbwata kwa sababu takuwa sijaleta mtoto wa nje ya ndoa. Unasemaje? Umenisikia? Ulifikiri itakuwa siri? Ulifikiri mimi sitojua? Kaka yangu, ni lini umempa mwanamke kile anachokitaka? Umemhudumia ipasavyo. Nini sare ambayo ilitoka hapa katika hichi kijiji yeye hakuvaa? Ni kitenge gani kilichotoka huku mpa mke wako wewe? Haya, zawadi zote, kujishusha kwake kote, kumpenda kote huyo mkeo. Haya, dharau ni kukuletea kiumbe ambacho si cha kwako katika ndoa yenu. Ndio unaona faida hiyo? Ndio unaona mapenzi? Haya, ameshatoka nje ya ndoa. Ameshazaa huko nje. Subiri, kesho na kumfulia utamfulia na kumpikia utampikia. Ndio tazidi kuwa punguani kabisa. Kaka upi ambaye sijajua kuishi na familia yake vizuri, tunaendekeza huyo mwanamke wako. Lisa, kwa sasa kila kitu ambacho nilikuwa nikikifanya nasi kitakuwa siri. Kwa sasa kimekuja kundulika na kimewekwa hadharani. Na sio tu hadharani, kinajua kwamba mimi nimetoka nje ya ndoa yangu. Hata pia nina ujauzito wa mwanaume mwingine. Ishia hapo hapo Suzi. Hayo maneno yako sitaki kuyasikia. Nasikiliza nikwambie, siri huwa ni ya mtu mmoja tu. Ikiwa na watu wawili, jua hiyo sio siri tena. Mambo yako wewe ulikuwa ukiyafanya hadharani na mume wako hanajua. Sasa sikiliza nikuambie kwa makini. Mume wako kwa makosa yako wewe ananiingiza na mimi
na wakati mimi nilikuwa pale nikikushauria, nikikuambia huwezi kuachana na hayo mambo unayofanya ni mabaya. Sasa umeanza mwenyewe. Tafuta njia ya kuimaliza mama. Hivi ni wewe wa kunikana kiasi hicho? Kumbuka kwamba nilikuwa kipaumbele. Na siri zangu nilikuja nikuwa nikikushirikisha wewe. Na kukwambia yote ambayo yanayonisibu. Kwa nini leo unanifanyia hivyo? Alafu niliasi ya kwamba tutapambana mimi na wewe katika hali zote. Leo nikiwa katika shida, unaamua kunisaliti na kunikimbia. Sikiliza nikwambie Suzi. Kuwa karibu na wewe, nimejifunza kitu kizito sana. Na nimegundua kuwa wewe ni mbinafsi sana. Yaani makosa unayafanya mwenyewe unataka uadhibiwe na wengine. Na kitu ambacho hujui, hivi uliona wapi urafiki wa mtu ambaye kashaolewa na mtu ambaye hajaolewa? Ulihisi kwamba mimi sakushauri maneno ya busara sana. Ndoa yenyewe sijawahi hata kuingia. Yaani kuolewa sijawahi hata kuolewa. Hivi uko sawa kweli? Hapana. Naishi kile ambacho unachokiongea. Sio unachokiongea. Na Mona Lisa ambaye ninayemjua ni yule ambaye anayenisupport. Kwa hiyo Mona Lisa, ninachokuomba kwa sasa usiniangushe katika hili. Kwa sababu mtu ambaye ninayetegemea katika hichi kijiji ni wewe tu. Kwa hiyo Mona Lisa, ninashuka na kunyenyekea chini ya miguu yako. Naomba usiniangushe kiasi hicho. Kwa sababu mimi naye kutegemea ni wewe tu. Hivi unaishi nikizalika mimi katika hichi kijiji, nitaweka wapi uso wangu? Ndio naelewa nimefanya makosa na nimetoka nje ya ndoa yangu. Ila kwa sasa nahitaji msaada wako. Nakuomba, nipo chini ya miguu yako Mona Lisa. Unahisi mimi nikiachika na kuondoka, wazazi wangu watanichukuliaje? Ama huko ninapokwenda, ni picha ipi nitaonyesha katika familia yangu? Kwa hiyo, nakuomba na nipo chini ya miguu yako. Usiniangushi katika hili, kwa sababu msaada wako ni muhimu katika maisha yangu na katika ndoa yangu pia. Suzi, mwenye mbio za sakafuni uishia ukingoni. Licha na kukimbia kote kule, umeona mahali ambapo ulikuwa ukikimbilia sio sahihi. Sikiliza nikwambie. Hebu jiweke kwanza pa nafasi ya mume wako. Mume wako angefanya hichi kitendo ambacho ulichokifanya wewe, ungejisikiaje? Kumbuka kauli yangu. Nilikwambia mwanamke mpumbavu ubomoa ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe, na mwerevu uijenga tena kwa nguzo 7. Sasa umeharibu ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Sasa usitaki kuingiza wengine ukawaweka kama sababu ya wewe kuachana na mume wako. Kwa hiyo na usinitafute tena. Sawa, nimekuelewa. Nitafanya kama utakavyo. Nitakaa mbali na wewe, na wala sintokaa nikakusumbua tena. Sawa, kwa heri. Kaka, nakushukuru kwa umenielewa kwa kile ambacho nilikuwa nakwambia. Maana yule mwanamke hakufai kabisa. Niliwahi kupita kwenye mtaa wa pili nikamkuta yuko na mwanaume mwingine. Na 100% huyo mwanaume na yule mwanamke wako inaonekana ni wapenzi. Sawa dada, mimi siku zote huwa nakuwaga nashukuru kuwa na familia ambayo inanijali, ambayo inafuatilia hatua kwa hatua mambo ambayo ninayofanya, nyenendo zangu. Kwa kweli nilimpenda, wewe mwenyewe unajua, lakini tabia zake zilinikatisha tamaa. Lakini kilichokuja kunivunja moyo ni pale ambapo aliweka wazi kwamba hanitaki kabisa. Ila yote 9. Asante kwa ushauri na asante kwa ukaribu wako kwangu. Unajua mahusiano mengine sio kwamba lazima yatufikishe kwenye malengo yetu, ila kuna muda inabidi uache tu. Hicho ndicho nilichokifanya.
ila sitochoka kuwashukuru kwa upendo ambao mlinionyesha na ushauri ambao mlikuwa mkinipa kila siku, japokuwa muda mwingine nilikuwa nikiwa mgararizi. Vizuri sana kaka yangu kwa kunielewa. Nilipokuja kukupatia taarifa, nilikuwa sidhani kama naweza kushawishika kuachana na ule mwanamke. Ndiyo dada, unajua siku zote anayesikia ndiyo anayeambiwa. Najua nilionekana mkorofi siku za nyuma, lakini sikujua kwamba mlichokuwa mnakifanya ilikuwa ni upendo tosha. Hivyo maamuzi yangu ni hayo hayo. Kama kuachana, tuachane tu. Kila lenye mwanzo lina mwisho. Nadhani mapenzi yetu yamefikia hatima yake. Aye niendelee na maisha yake na mimi nifanye yangu. Hayo ndo maamuzi ya mwanaume. Tafuta mwanamke sahihi uweze kuanza naye maisha. Upo sahihi na hilo nitalifanyia kazi, ila sasa hivi nahitaji kwanza nipumzishe kichwa changu, alafu masuala ya mahusiano nitaacha kwanza. Nahitaji kupumzisha kichwa changu, alafu baadaye narudi niingie pale nilipoishia. Namshukuru Mungu kunikutanisha na wewe siku ya leo, maana nilikuwa na mazungumzo na wewe. Yaani Mona Lisa, ninapokutazama wewe naona kuwa wewe ndio chanzo cha kuharibu furaha ya ndoa ya kaka yangu. Laiti ungelikuwa rafiki mzuri, ungelikuwa unamwikalisha chini rafiki yako na kumshauri maana ya ndoa ni nini na thamani ya ndoa ni nini. Hivi dada, unavyoviongea unavisikia? Nawezaje kumshauri mtu ambaye aliyeolewa ingalia kuwa mimi sijaolewa? Lakini sahii makosa yote yatakuangukia kwa sababu wewe ndio ulikuwa mtu wake wa karibu, na vyote alivyokuwa akivifanya msiri wake ilikuwa ni wewe. Waweza kuwa unaonekana hujaolewa, lakini kwenye jamii ya watu ukaonekana wewe ndiye mvunja ndoa za watu. Ndiyo, jamii naweza kaniona mbaya, lakini haijui muda ambao nilikuwa natumia nikimshauri Suzi. Sijaolewa ndiyo, lakini nina akili na nina busara kumzidi hata huyo mke wa kaka yako. Kitu ambacho ulitakiwa ujue na utumikishe wewe ni ya kuwa kaka yako halioa vibaya, na ukioa vibaya ujue utakuja ukapata kamwe amani kwenye ndoa yako, na sio kulaumia watu. Unachokiongea mimi nakuelewa. Yesi alijifanya mjora kutokusikia ushauri wako. Sasa ninachokwenda kumfanya huko, mimi ndiye ninajua uchungu wa kaka yangu. Leo kama Suzi atalala kwenye ile nyumba, mimi ndiye nina uchungu na tambwe. Siku hii ya leo hatalala kwenye ile nyumba. Sasa hivi. Salama, habari yako? Nzuri. Unatokea wapi? Natoka nyumbani nakwenda kwa rafiki yangu ili niangalie ratiba za kesho, maana jana sikusoma. Vizuri sana. Alafu mbona umekaa hapo? Nakaa tu hapa napunga upepo, si unajua? Hapana, mimi sikuzoea hivyo. Kuna shida? Kuhusu hilo swala la tatizo ndo hamna. Lakini tu ni vile nimeona mazingira haya ni sawa, nikaona nije nikae tu hapa. Wala usijali. Kwa hiyo mimi ndo mjinga kwa nakwambia matatizo yangu wewe unaambia? Sio hivyo. Kusema kweli Nifo ameniweza. Unajua katika hii dunia kuna wakati tunapita katika nyakati ngumu sana ambazo hata unaona ukimwadisia mtu yeyote yule hawezi kuwa msaada kwako.
basi hapo unaanza kufikiria kwamba labda kukaa mwenyewe na kujitenga inaweza kuleta suluhu. Nipo kwenye nyakati ngumu sana, na hata nikikueleza wewe Nifa, una chochote cha kunisaidia. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini kuna nyakati mtu mkubwa huwa anahitaji fikra za mdogo ili kupata suluhu katika mambo yake. Na hata kama mimi ni mdogo, lakini naweza nikakupatia ushauri na ukawa msaada kwako. Na kama unaona uwezo ukaniambia, ni sawa tu. Ni kweli Nifa, hapa nilipo sasa hivi ni kama akili yangu imefika mwisho. Sasa mtu ambaye natafuta kitu ambacho kipo upande wa pili wa bahari, lakini nakosa namna gani ya kuvuka, maana msaada kabisa nimeukosa. Na ndio maana sasa hivi nimejitenga na kila mtu. Nimeamua kuja kukaa hapa, labda nitapata zile fikra mpya tena ambazo zinaweza zikanisaidia. Tatizo nilionalo ni kubwa. Nilimpenda sana mke wangu, nilijinyima kila kitu kwa sababu yake, lakini mwisho wa siku mke wangu ameleta mimba ndani mwangu ambayo sio ya kwangu. Hilo linawezekanaje? Na pole sana kwanza unayoyapitia, maana ni makubwa sana. Nifa, unajua siku zote tatizo linapopata mwenzako unakuwa ulichukulia na uzito fulani, lakini pale linapogonga mlango na kuingia ndani mwako ndio unayapata maumivu na kujua kwamba neno tatizo, neno ngumu sana ambalo mwenzio akiwa analipitia lazima umpe pole. Sasa hivi naona kila kitu kwangu kimekwenda kuharibika. Najifunza namna gani nitakavyokabiliana na haya. Nashindwa kuona mwanzo. Maumivu yanakuwa makali kuzidi kiasi. Sasa umechukua maamuzi gani kuhusu ndoa yako? Nifa, hakuna njia nyingine. Ni heri hili lingekuwa mwanzo kabla mimi kuishi naye, lakini ikiwa limetokea ndani mwangu tayari yeye ni mke wangu, ni ngumu sana macho yangu kuendelea kuvumilia kumwangalia na moyo wangu kumwaminisha kama unampenda. Nahisi kwamba natafuta mwisho wa ndoa yangu. Pole sana kwa unayoyapitia, yaani mpaka nakosa hata cha kusema, lakini naamini Mungu atakusaidia, maana kila lenye mwanzo huwa lina mwisho. Alafu ingekuwa vizuri uende nyumbani ili upumzike. Sawa, mimi nimekuelewa. Unajua muda mwingi sana nikiwa mbali na nyumbani ndio naona uafadhali kabisa, maana nikiwa namuona mke wangu nabaki naona matukio ya ajabu sana. Naogopa nisije nikachukua maamuzi katika hali kama hii ambayo niliomo. Ila usijali, nitafanya kama walivyosema, nitaondoka nyumbani. Sawa, na mimi nitafurahia nikikuona ukirudia kwenye hali yako, maana sijakuzoea hivi kabisa. Sawa, basi mimi acha niende, lakini usibaki hapo. Nakuahidi. Okay, kwa heri. Asante. Karibu Reshangu.
Karibu wifi yangu. Ungelikuwa unajua thamani ya wifi, usingefanya uchafu uliofanya kwa kakaangu. Hivi mwanamke uko mshenzi kiasi gani wewe? Yaani uliona utundu wako hautoshelezi, unaamua kutuletea damu haramu. Sasa kama huyo kaka yangu amekuvumilia, sitoka mimi nikavumilia. Nenda ukakusanye virago vyako na uondoke. Hapana yangu. Mbona ile ni swala tu la kukaa chini na kuyazungumza? We. Ishia hapo hapo. Mambo gani ya kukaa chini na kuzungumza? Kipindi ulipotoka kwenye hii nyumba na kwenda kufanya ushenzi wako, kuna mtu ambaye alimshirikisha katika wewe ushenzi wako? Sasa hili jambo sio la kuzungumzika tena. Kwa huyu muda na Isa, maamuzi ambayo alimshinda kaka yangu kufanya, nayaamua mimi kama dada. Ondoka. Sawa, naelewa nimefanya makosa na najutia kulifanya hilo. Ila muda huu sio kuwapa majirani faida. Tungeliweza kukaa chini na kuyazungumza haya. Maana ni mambo ambayo yanaweza kuzungumzika. Unalichukulia kwa hili swala ni kitu cha kawaida tu. Unajua ni hali gani ambayo kakaangu sahihi yukomo? Unajua ni matatizo ambayo kakaangu umemuweka sahihi. Sasa ndoa umeivunja kwa mikono yako. Ujinga ulioufanya ni wewe mwenyewe uliujua matokeo yake. Sasa sihitaji kumwona kakaangu akiendelea katika ile hali. Muda huu sitaki kurudia nilichokiongea mwanzo. Naomba ushike mizigo yako na uondoke kabla hasira yangu haijazidi hapa ilipofikia. Sawa? Sihitaji nikuaibishe kama mwanamke mwenzangu. Nahitaji uondoke. Please. Sihitaji kuona tena hali ambayo kakaangu yumo. Ndio hali ambayo nitaendelea kumuona. Yote ni sababu yako. Ninakupa masaa 24. Sihitaji kukuona hapa. La sivyo, nitakuja kukufanyia kitu ambacho uliokopa aibu, ila nitakuaibisha zaidi usipoondoka hapa.